Au unasema kero alipo nafikiri atanisikia. Sawa, nimekwisha. Limeisha hilo. Sawa, tungetamani kabla tujaendelea kujua na GN Foundation, tungetamani kujua maoni yako kwa upande wako kuhusiana na swala zima la umeme wa kaskazini ule ambao tunatamani tuupate kutoka Ethiopia. Licha ya hivyo tuliweke general. Tuweke general, siwe specific tu kutokana na kile ambacho kimezungumzwa. General, umeme wa Tanzania na namna ambavyo hali halisi ilivyo. Sawa. Kwa mawazo yako. Kwa mawazo. Najua ni mawazo yangu kwa sababu kila mtu ana mawazo yake hili. Maoni. Na maoni yanatofautiana. Yeah. Kwa hiyo maoni yangu pia yanaweza yakafanana na baadhi wanaoweza kuwaza kama mimi ama yanaweza kutofautiana kwa sababu tuna namna ya kuwaza tofauti. Mimi kuhusu swala la Tanzania kununua umeme, kwanza hali ya uzalishaji wa umeme kwa nchi yetu ukoje? Kwa sababu kuna kabla ya dili kuhusu kununua umeme nje, tuna mambo ya kujiuliza kuhusu umeme wetu wa ndani. Na Watanzania nafikiri ndio maswali ambao wanajiuliza. Wakija kujumlisha na sasa tunataka kuchukua umeme nje, wanapata mkanganyiko kidogo hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa miaka mingi tangu tumepata uhuru tumekuwa tukitumia umeme wa maji, hydroelectric power. Baadaye kidogo baada ya kupata changamoto ya umeme wa maji haukuwa hautoshelezi, tukaanza kutumia umeme wa mafuta mazito. Kwa hiyo tukafunga mitambo kama ya IPTL ya Ubungo na maeneo mengine katika kuongeza capacity ya umeme wetu. Lakini baadaye sasa Rais wa awamu ya 5 marehemu Dr. Magufuli akaamua kufufua ndoto ya Mwalimu Nyerere kwa kujenga kile kilichoitwa bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini wakati ule Mwalimu akiwepo lilikuwa haliiti kwa Mwalimu Nyerere, lilikuwa haliiti kwa jina lake, ilikuwa inaitwa Stiegler's Gorge. Kwa hiyo katika kumwenzi, kwa sababu ndio kwa mwenye wazo, tukasema tufufue wazo lile tujenge bwawa. Sasa kwa miaka yote hii tumekuwa na mabwawa madogo, in fact sio madogo, lakini tumekuwa na mabwawa ya kuzalisha umeme ambayo hayakutosheleza mahitaji, kwa sababu matumizi ya umeme wa nchi yetu ni kama megawati 2300 ama 400 hivi wastani kwa matumizi ya viwanda na matumizi ya nyumbani. Umeme wote mpaka huu tunaotumia hapa ni kama megawati 2400 ama 2300. Sasa tumekuwa na bwawa kwa mfano la Mtera ambao lazalisha megawati 80. Tumekuwa na bwawa kama la Kidatu lazalisha megawati 180. Tumekuwa na bwawa la Kihansi kule Morogoro naingia sehemu inaitwa Mlimba nazalisha megawati 80. Na mabwawa mengine madogo kwa mfano kama bwawa la Nyumba ya Mungu Moshi nazalisha megawati 8. Ni dogo. Kuna tunazalisha umeme wa maji pale kwenye mto Rusumo kwa wale ambao mmeenda Rwanda. Tumetengeneza mifumo pale, lakini ni ushirikiano kati ya Rwanda, serikali ya Tanzania na ya Rwanda. Pale tunapata megawati 68. Sasa hizo megawati zote zikiingia kwenye gridi ya taifa zilikuwa hazifiki zile megawati zinazotakiwa kwa matumizi ya nchi ambazo ni 2400. Kwa hiyo tukawa tunalazimika kutumia mitambo ya kuzalisha mafuta na tukatumia pia gesi ya Mtwara tukaingiza kwenye grid ili kuongeza capacity. Sasa Rais Magufuli akajenga bwawa lile la Mwalimu Nyerere ambalo mpaka nafariki ilikuwa limefikia 35% na Mheshimiwa Rais Mama Samia akamalizia. Umaliziaji wa lile bwawa mpaka kukamilika kwake litarajia kuzalisha umeme megawati 2115. Yani ile bwawa la Mwalimu Nyerere peke yake. Sasa ukichukua megawati 2115 ukijumlisha na hivi vyanzo vingine, maana yake tuna surpass yale mahitaji ya nchi, tunakuwa na ziada. Na tukaambiwa na serikali kwamba ziada itakayopatikana tutauza nje. Sasa wananchi nafikiri hapo ndio wamechanganyikiwa kwamba tuliambiwa umeme utapatikana mpaka wa ziada ambao tutaweza kuuza, lakini sasa hivi tunaambiwa tena kwamba tunanunua umeme nje. Sasa majibu yake ni nini? Kwa uelewa wangu, serikali iko sawa kununua umeme nje, iko sawa, na iko sawa kwa sababu uzalishaji wa umeme, yani biashara ya umeme ni tofauti na biashara ya njegere ama njugumawe. Ukisafirisha njugumawe kutoka Moshi kama ni kilo 50 zitafika Dar es Salaam zikiwa kilo 50. Kilo 50 hivyo hivyo.
Ukisafirisha umeme kutoka kwenye chanzo cha uzalishaji kuupeleka maeneo ya pembezoni, ule umeme unapungua, yani unapotea kutokana na ule usafirishaji. Ni physics, yani sio miujiza, ni swala la kisayansi. Kwa hiyo umeme unapotea. Kwa mfano ukisafirisha umeme kutoka bwawa la Mtera kwa gridi ya taifa mpaka kufikisha Arusha, ambayo ni kama kilomita 500 hivi, ukisafirisha megawati 100 zinafika megawati 84. Kwa kuna kama megawati kama 10 na kitu zinapotea njiani. Kwa hiyo kwa sababu ya huo upotevu, manake unapopeleka umeme kadri unavyokwenda mbali ndivyo ambavyo unapotea njiani. Sasa maana yake ni kwamba ili uweze kuwa na matumizi mazuri ya umeme, inapaswa kwamba maeneo ambayo umeme unazalishwa na unakosafirishwa kwanza pasiwe mbali. Lakini kama ni mbali, kwa sababu huwezi kuzuia jiografia ya nchi. Kwa sababu kusema kama Tanzania ni mbali, kuna nchi kubwa zaidi ya Tanzania wanasafirishaje umeme. Kwa hiyo kuna vitu, kwa mfano unaweza kujenga vituo vya kupozea umeme, substations. Sasa ni gharama kidogo. Kuna kimoja kinaitwa Laimuguru kule Arusha, Teves, kiko maeneo ya Teves. Kile kilianza kujengwa 2019. Sasa mpaka 2024 ndio kilikamilika. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ili tuweze sasa vile vituo vinasaidia umeme usipotee. Kwa hiyo tukisema tujenge vituo vya kupoza umeme katika maeneo kadhaa, kwa mfano labda umeme unatoka kule bwawa la Mwalimu Nyerere mpaka ufike Moshi, tutahitaji vituo kama 2-3 hapo katikati. Na sio kwamba hautapotea kabisa, ila tutadhibiti matumizi usipotee sana. Sasa hivyo vituo, changamoto yake cha kwanza, vinajengwa kwa muda mrefu. Nimewambia kile cha Arusha Mateves kimejengwa kwa miaka 5. Lakini cha pili ni gharama pia. Kile kimejengwa kwa karibu bilioni 20, dola karibu dola milioni 6 point kidogo. Sasa ni gharama, lakini pia ni muda. Sasa solution ni nini? Solution ni kama tunapata umeme ambao ni wa gharama nafuu kutoka nje ya nchi, unatusaidia sisi kupunguza gharama za kusafirisha umeme kwenda maeneo ya pembezoni, lakini pia unatusaidia kupunguza upotevu wa umeme. Kwa hiyo maana yake ile reserve ya umeme iliyoko kwetu sisi tunaweza pia tukaiuza. Na hapa naomba nizungumze kwa figure na statistics. Tanzania tuna kwa mfano umeme huu wa Ethiopia ambao ndio mjadala mkubwa sasa hivi. Watu wanauliza swali. Kwa sababu ili uweze kujibu vizuri lazima ujiweke katika mazingira ya Mtanzania wa kawaida. Watanzania wa kawaida wanauliza swali kwamba kama tunashindwa kusafirisha umeme kutoka bwawa la Nyerere kwenda Arusha, tunaona utapotea. Huo unaotoka Ethiopia haupotei. Sasa jibu lake ni kwamba umeme unaotoka Ethiopia sio kwamba upotei, unapotea. Unapita grid ya Kenya unakuja mpaka Namanga. Sasa hiyo njia ya kutoka Ethiopia mpaka unafika Namanga is less of a concern kama nchi. Sisi tunaupokelea pale Namanga. Kwa hiyo tukiupokelea Namanga tunauleta Tanzania, sisi sasa tunaanza kuusafirisha kutoka pale Namanga kuuleta Arusha na Kilimanjaro. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba umeme huu ambao tunauchukua Namanga kuupeleka Arusha hauwezi kupotea mwingi kama tukiutoa bwawa la Mwalimu Nyerere kuupeleka Arusha. Unapata sasa concept kidogo. Kwa hiyo ni sawa kununua huo umeme. Ingekuwa tunaenda kuuchukulia Ethiopia, hapo kulikuwa na mjadala. Lakini tunauchukulia Namanga kwa sababu umeme ule unaletwa kutoka Ethiopia, unapita Kenya kwa gridi ya taifa ya Kenya, unafika Namanga. Kwa lugha rahisi ni kwamba sisi nani analipa hizo gharama? Za kuleta kutoka Ethiopia kufikisha Namanga ni serikali ya Ethiopia. Na sisi tunaingia sasa. Bahati nzuri ni kwamba wakati wa mazungumzo gharama pamoja na kufikisha pale Namanga, bado gharama zao zimeonekana kidogo ziko chini. Sisi tunanunua unit moja ya umeme shilingi 375. Hii ya TANESCO tunaouziwa kwa matumizi ya nyumbani, kwa domestic, achana matumizi ya viwanda, shilingi 375. Lakini ule umeme Ethiopia wanatuletea mpaka pale Namanga wanauza chini ya shilingi 375. Wanauza afika karibu 320 hivi. Kwa still tunaweza kusave
kwa kununua huo umeme na kusupply kuingiza kwenye gridi ya taifa kwa mikoa ya kaskazini. Sasa kwa kumalizia, nimesikia watu wengi wakiwa wana argue kwamba kwa nini ule umeme wetu sasa ambao unazidi unaenda wapi? Jibu rahisi ni kwamba kama nilivyotangulia kusema kwamba nchi inazalisha umeme mwingi. Yaani umeme unaozalishwa sasa hivi kupitia vyanzo ambao nimevitaja unatosheleza mahitaji yetu ya nchi. Changamoto inayopatikana ni kwenye kusafirisha, especially mikoa ya pembezoni. Kwa hiyo katika kufanya biashara ya umeme kama nilivyotangulia kusema awali kwamba biashara ya umeme tofauti na biashara nyingine kama mazao, njugu mawe na nini. Unafanya win-win situation. Kwa mfano, unanunua umeme unaotoka Ethiopia unafika na Manga, wewe unaweza kununua kwa kuingiza gridi ya taifa ukautumia kwa mikoa ya kaskazini kama Mheshimiwa Rais alivyosema. Halafu umeme wako unaozalisha Rusumo ukautumia kwa mikoa ya jirani na Rusumo, na ule unaobaki sababu ni mwingi, yani umeme wa Rusumo ni megawati 68, mkoa wa Kagera, mkoa wa Kigoma, mkoa labda wa karibu pale ni Geita pia wanaweza kutumia huo umeme na usiishe. Kwa hiyo tunauzia majirani sasa. Yaani badala ya kutoa tena kule Rusumo kuleta mpaka sijui Singida au kupeleka Dodoma, tunamuuzia Burundi. Kina Rwanda. Tunamuuzia Rwanda pale jirani. Kwa hiyo ndio biashara inafanyika hivyo. Na ukiangalia hata Ujerumani kwa mfano, kwa haraka Ujerumani inanunua umeme. Inanunua umeme kutoka Denmark, inanunua umeme kutoka Sweden na Norway nadhani, ambazo ni kama megawati 1000 na kidogo. Even Marekani pia. Yes, lakini Ujerumani hiyo inauza umeme. Ujerumani inauza umeme kwa Ufaransa. Ufaransa inanunua umeme Ujerumani. Ujerumani inanunua umeme pia inauza umeme kwa Austria. Austria inanunua umeme kutoka Ujerumani. Jirani yake pale. Jirani yake. Sasa unaweza kuuliza swali, sasa kama Ujerumani inanunua umeme, kwa nini tena inauza? Ni yale niliyoeleza kwamba inanunua na inauza kutokana na mazingira ya kijiografia, kwamba hii mikoa ambayo iko karibu na eneo kadha naweza nikanunua, alafu unawazalisha huku nikawauzia hawa majirani kuliko kusafirisha kwenda mbali. Kwa hiyo maoni yangu ya ujumla, serikali iko sawa kununua umeme. Morning Bantu.